Bana, jana tulishuhudia fainali ya michuano ya Mapinduzi Cup ambayo ilipigwa pale Zanzibar na wananchi Young Africans wakafanikiwa kuwa mabingwa wa michuano hiyo mbele ya Azam FC baada ya kufanikiwa kuibuka na ushindi kwenye mikwaju ya penalti baada ya dakika 90 kwa mechi hiyo kumalizika kwa sare ya 0-0. Moja kati ya mechi ambayo haikuwa na mvuto mkubwa sana, bali tuliweza kuona pia mbinu za makocha wote wawili kuonyesha kwamba kweli hii ni fainali, japokuwa hatukuweza kuona ubora wa flow kwenye eneo la pitch la kiuchezaji zaidi kutokana na namna ambavyo timu zote mbili zilivyokuwa zinacheza kwa tension. Pongezi kubwa kwa Young Africans, wameweza kuonyesha ukubwa wao, namna ambavyo wamejipambanua, namna ambavyo wakicheza fainali wakiwa wanahitaji makombe, basi ni lazima waweze kulipata kombe hilo. Ndicho ambacho Young Africans pia wamekionyesha kwa siku ya jana. Wanastahili pongezi namna ambavyo kwenye misimu minne bora wamekuwa wakali kwenye kukusanya makombe, na ni kitu ambacho pia wamefanikiwa kwa asilimia kubwa sana katika mchezo wa siku ya jana. Pia wanastahili pongezi kwa namna ambavyo walivyocheza, lakini pia kwenye michuano ya Mapinduzi Cup katika mechi zote Young Africans wanastahili pongezi, manake wamemaliza michuano Mapinduzi Cup na wamefanikiwa kubeba ubingwa na wajaruhusu bao lolote lile kwenye lango lao, kitu ambacho wanastahili pongezi. Wamemaliza michuano Mapinduzi Cup wakiondoka na clean sheet. Lakini pia pongezi kwa Abdultwalib Msheri, goalkeeper wa kikosi cha Young Africans, na amefanikiwa pia kumaliza michuano hiyo ya Mapinduzi Cup bila kuruhusu bao lolote lile, akiondoka na clean sheet yake vizuri. Moja kati ya goalkeeper ambaye bora kabisa kwenye michuano hii ya Mapinduzi Cup ambayo imefikia tamati kwa siku ya jana. Lakini pia kuna matatizo ambayo pia tunapaswa kuyaangalia, lakini pia kuna vitu bora ambavyo pia tunapaswa kuvitazama, hususan kwa upande wa wachezaji katika mchezo wa siku ya jana. Ukweli kabisa kwa upande wa beki kisiki wa Young Africans, beki wa kati, husi mwingine namzungumzia Ibra Baka, kwa siku za karibuni amekuwa na matukio ambayo sio mazuri ama si ya kiungwana, si yakiwa na michezo kutokana na namna ambavyo amekuwa akicheza mechi zake. Tumeweza kuona pia kwenye timu ya taifa ya Tanzania makosa ambayo pia alikuwa anayafanya mara kwa mara, lakini pia tuliona akisababisha penati kwenye timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kutokana na makosa ambayo unaona kabisa hakulazimika kufanya vile. Lakini pia kwenye klabu yake Young Africans tumeona amefungiwa mechi takribani tano bila kucheza, kitu ambacho pia ni kama alikosti klabu yake. Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo amekuwa akiyafanya ambayo sio mazuri. Jana pia Ibra Baka hakustahili kumaliza katika mchezo wa siku jana, kama endapo mwamuzi angekuwa makini. Hakustahili kumaliza dakika zote 90, alipaswa kupata kadi nyekundu katika mchezo wa siku ya jana kutokana na kiwiko ambacho alimpiga mchezaji wa Azam FC. Haya yote ni matukio ambayo tunasema kwamba ni mchezaji ambaye amekomaa, anapaswa pia kuwa na weledi zaidi anapokuwa yupo uwanjani. Hapaswi pia kucheza matukio kama yale. Hivyo kwa mchezaji kama Ibra Baka kupaswa pia kufanya kitu kama kile. Kwa hiyo pengine tunaweza kusema kwamba kutokana na namna ambavyo amekuwa akitumika kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Young Africans na amekuwa akijiamini na kuona kwamba yeye ndo yeye, hakuna beki mwingine ambaye anaweza akapata nafasi mbele yake, kwa sababu tayari kashajiaminisha namba. Labda watu wanaweza kujiuliza maswali mengi, lakini ni wakati sahihi kwa upande wa kocha Pedro Goncalves kumpumzisha kidogo kutokana na namna ambavyo amecheza mechi nyingi sana. Ibra Baka labda uende inaweza ikawa ni tatizo kutokana na kutumika kwa muda mrefu. Kuna mabeki wengi ndani ya kikosi ya Young Africans, na wakati wa kumwamini Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye tulimuona akionyesha performance kubwa kwenye timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, na hatimaye akacheza pia kwenye klabu yake na akatengeneza partnership nzuri ambayo ilikuwa ipo awali kabla ya Ibra Baka pamoja na mabeki wengine kuja kwenye kikosi cha Young Africans. Tuliona
namna ambavyo alikuwa anashirikiana na Dickson Job kwenye ile eneo, kwa maana kwamba kama kocha akiendelea kumtumia kwa hivi sasa anaweza akampumzisha Ibra Baka kidogo ili aweze kurejea kwenye ule ubora wake, manake ni moja kati ya beki bora kabisa kwenye ardhi ya Tanzania. Ukweli upo namna hiyo, na tumeona namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha Young Africans, lakini kutumika kwake kwa muda mrefu pengine inaweza ikawa ni athari kwa namna yake kutokana na hichi ambacho tunachokiona kwa hivi sasa. Hivyo ni wakati sahihi kwa upande wa kocha kumpumzisha Ibra Baka ili aweze kurejea kwenye ubora wake. Lakini lazima pia tumpongeze Aishi Salum Manula, namna ambavyo aliweza kuonyesha kiwango bora katika mchezo wa siku ya jana. Saving nyingi amezifanya bora za maana kabisa, ameiweka salama timu ya Azam FC ndani ya dakika zote 90 katika mchezo wa siku ya jana, huku akipangua pia penati ya Pedro Pacome. Alichokionyesha jana pia Aishi Salum Manula ni kwamba anaonyesha kwamba alistahili kuendelea kuichezea timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, lakini unaanza kujiuliza kwamba ilikuwaje Simba wakamwacha goalkeeper bora kama Aishi Salum Manula, alafu kwa hivi sasa wanamtumia mtu kama Yakubu Suleiman. Haya ni maswali mengi ambayo unaweza ukajiuliza, lakini bado pia mimi naona kwenye ligi kuu Tanzania bara ukimuondoa kipa ambaye ni bora kwa hivi sasa Djigui Diarra, anayefuata ni Aishi Salum Manula. Hakuna mwingine, si Pinpin Kamara, si nani, si Isa yule ambaye yuko kwenye kikosi Issa Fofana ambaye pia kwenye kikosi cha Azam FC, ama Foba wala nani wala Yona Amos, bali ni Aishi Salum Manula. Ukimuondoa Djigui Diarra, yeye ndo anayefuata katika ubora wake, kwa ni moja kati ya goalkeeper ambaye ni bora bado kwenye ardhi ya Tanzania kutokana na kiwango ambacho yupo nacho, na hii si ya kupepesa wala hahitaji pia kufumbafumba. Ukweli upo namna hiyo. Aishi Salum Manula bado ana mchango mkubwa sana kwenye timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, na bado ana uwezo pia kuvisaidia vilabu hivi vile vya Kariakoo. Pongezi sana kwa Aishi Salum Manula katika kiwango bora katika mchezo wa siku ya jana. Lakini pia bwana mdogo Abutwalibu Msheri naye pia nimempongeza kutokana na performance nzuri ambayo alionyesha pia kwenye hii michuano ya Mapinduzi Cup, akimaliza na clean sheet katika mechi zote ambazo ameweza kuzicheza. Lakini pia what performance kubwa kabisa kwenye eneo la katikati, Moussa Bala Conte tokea amekuja kwenye ardhi ya Tanzania jana, ndo kwa mara ya kwanza mwamba anaonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa daraja gani. Young Africans waendelee kumpa muda, wasimwache huyu mwamba, pengine anaweza akawalipa vizuri kabisa. Jana aliweza kufanya kazi zote nzuri, chafu safi zote, aliweza kupiga pasi ndefu fupi zote, alipiga kwa ufasaha sana kwa siku ya jana. Kuna bonge moja la mpasi ambayo ilipigwa kwa siku ya jana ambayo ilisababisha penalti. What a pass! Alionyesha performance nzuri sana kwa siku ya jana Moussa Bala Conte. Tuliona jana viungo wa kati wa kikosi cha Azam FC kina James Yakamiko, lakini pia Emidi Mao Mkame alikuja kaingia pia yaya zaidi, lakini bado still ndani ya dakika 90 Moussa Bala Conte anaendelea kuonekana kwamba yeye ni mchezaji ambaye ni bora. Kuna mchezaji jana alipigwa kadi nyekundu, Diakite wa kikosi cha Azam FC. Mchezaji kama yule pia kustahili kucheza katika staili kama ile aliyocheza, ukilinganisha na kwamba tayari alikuwa na kadi ya manjano. Hakupaswa kucheza namna hiyo kwa kumvuta Kibwana Shomari, manake kulikuwa bado kuna wachezaji wengi ambao wako pembeni walikuwa na uwezo wa kwenda kumzuia vizuri Kibwana Shomari asiweze kufanya namna hiyo, kwa maana kwamba naye pia kama ameikosi timu yake kwa kuipunguza nguvu katika mchezo wa siku ya jana, wasiweze kumaliza dakika 90 wakiwa wamekamilika. Pengine kuna chochote kitu ambacho angeza kuiofa pia timu yake kwa siku ya jana. Hatimaye anapigwa kadi nyekundu na anakwenda nje. Azam FC wanacheza pungufu. Pamoja na kucheza pungufu, lakini waliweza kumaintain vizuri mchezo na walikuwa wanacheza na timu ambayo ni bora, lakini wakafanikiwa kuweza kuondoka ndani ya dakika 120 bila kuruhusu bao lolote katika mchezo wa siku ya jana. Bana, shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kubaki nasi na hakikisha una subscribe channel yetu.